Ule msemo wa Waswahili unaosema golikipa mwenye mikono 100. Hii imejidhihirisha kwa mchezaji Joan Garcia, golikipa wa Barcelona anayetokea nchini Hispania. Na msimuliaji wako siku ya leo ni mimi Prix Mafoto. Joan Garcia, mzaliwa wa Sarent, Barcelona, Catalonia nchini Hispania. Alizaliwa tarehe 4 ya mwezi wa 5 mwaka 2001. Joan Garcia ana urefu wa mita 1.93 ambao ni sawa na futi 6 na inchi 4, akicheza nafasi ya mlinda mlango, yani golikipa. Garcia alianza uchezaji wake katika klabu ya Sarri mnamo mwaka 2005 na kuitumikia hadi 2009 akiwa na umri wa miaka 4. Awali, Joan Garcia alikuwa mchezaji wa nje. Alishawishiwa na kaka yake kuhamia golini. Baadaye Joan Garcia alihamia kucheza klabu ya Manresa mwaka 2009 hadi 2012, na baada ya hapo kuhamia tena klabu ya Dam na kuitumikia kuanzia mwaka 2012 hadi 2016, ambapo kabla ya kujiunga na vyama vya vijana vya Espanyol mwaka 2016 akiwa na umri wa miaka 15. Baada ya hapo ndipo Garcia akapata nafasi ya kujiunga na timu ya vijana ya Espanyol mnamo mwaka 2016 hadi 2019. Garcia alicheza mechi yake ya kwanza akiwa na wachezaji wa akiba tarehe 28 Septemba 2019, akianza sare ya 1-1 ya Segunda Division B ugenini dhidi ya Valencia Mestalla. Garcia alicheza mechi yake ya kwanza kikosi cha kwanza tarehe 1 Disemba 2021, akianza katika ushindi wa goli 3 dhidi ya 2 ugenini dhidi ya Soares Medio Cudeo katika Copa del Rey ya msimu huo. Garcia alicheza mechi yake ya kwanza ya kulipwa kwenye La Liga mnamo tarehe 10 Januari 2022, akianza kupoteza kwa goli 1 dhidi ya 2 nyumbani dhidi ya Elche. Baada ya mlinda mlango Oila Olazabal kuondoka kwenye klabu tarehe 29 Juni 2022, Garcia alikabidhiwa jezi namba 1 akihama kutoka nambari yake ya awali, jezi namba 34. Katika msimu mzima alihudumu kuwa kama msaidizi katika La Liga, akishiriki katika mechi 3 tu za Copa del Rey. Mnamo tarehe 4 Juni 2023, siku ya mwisho ya kampeni ya ligi, Garcia alianza kwa sare ya 3-3 ya La Liga nyumbani dhidi ya Almeria. Ingawa Espanyol ilikuwa imeshushwa daraja hadi Division 2 kabla ya mchezo huo, ambapo alimaliza msimu akiwa na mechi 4 na clean sheet 1. Mnamo tarehe 16 Novemba 2023, Espanyol ilitangaza kwamba klabu na Garcia walikuwa wamefikia makubaliano ya kuongeza mkataba wake hadi tarehe 30 Juni 2028. Mnamo Machi 2024, alikuwa kipa wa chaguo la kwanza kwa Pericos katika Division 2. Garcia alimaliza kampeni yake 2023-2024 akiwa na mechi 21 na clean sheet 12, akiisaidia Espanyol kupata nafasi ya kurejea La Liga kupitia mchujo. Na baada ya kushinda tuzo ya mchezaji bora wa mwezi wa klabu katika miezi 3 mfululizo kuanzia Machi hadi Mei 2024, Garcia alipigiwa kula na wafuasi wa Espanyol kama mchezaji bora wa kiume wa klabu hiyo. Garcia aliendelea kama mwanzilishi katika mechi za La Liga wakati wa kampeni ya 2024-2025, ambapo mnamo tarehe 28 Agosti 2024 aliokoa mara 7 na kuweka pasi yake ya kwanza ya La Liga katika sare ya 0-0 ugenini dhidi ya Atletico Madrid. Siku 3 baadaye aliisaidia Espanyol kurekodi ushindi wa kwanza wa La Liga katika kampeni, ambapo ushindi wa 2-1 nyumbani dhidi ya Rayo Vallecano. Mnamo tarehe 21 Septemba, Garcia aliokoa mara 10, lakini haikutosha kwa kuwa timu yake ilishindwa kwa goli 4-1 dhidi ya Real Madrid katika uwanja wa Santiago Bernabeu katika mchezo wa ugenini dhidi ya Real Betis. Mnamo tarehe 29 Septemba aliokoa mara 10 tena, ikiwa ni pamoja na kusimama kwa penalti, lakini hakuweza kuzuia na kupoteza alama 3 mfululizo kwa Espanyol.
Mnamo tarehe 1 Februari 2025, Garcia alishinda mchezaji bora wa mechi kwa kuokoa mara 7, akiisaidia Espanyol kuwashinda viongozi wa ligi Real Madrid kwa bao 1. Ujio wa Joan Garcia katika viungo vya Barcelona ilikuwaje? Hii ni mara baada ya goalkeeper namba 1 wa Barcelona Ter Stegen kukumbwa na majeraha ya muda mrefu na kuamua kuchagua kusajili goalkeeper mwingine kwa ajili ya kuisaidia timu, ambapo mnamo tarehe 18 Juni 2025 Espanyol ilitangaza kuondoka kwa mchezaji huyo baada ya kukamilisha kipengele chake cha kutoa euro milioni 25 pamoja na kodi, na baadaye Barcelona ilitangaza kusaini kwake kwa mkataba wa miaka 6 hadi 2031. Mnamo tarehe 31 Agosti 2025, katika mechi yake ya 3 tu ya kuanza kwa Barcelona, alipata sare ya 1-1 dhidi ya Rayo Vallecano, japokuwa Garcia aliyokuwa mara 5 mfululizo, ingawa hatimaye Rayo ilisawazisha kupitia kwa Fran Perez. Garcia alisifiwa na mashabiki wa Barcelona kwa kuokoa na kupata tuzo ya mchezaji bora wa mechi kwa mara ya kwanza kwa mechi ya Barcelona. Mnamo tarehe 18 Septemba 2025, Garcia alicheza mechi yake ya kwanza ya UEFA Champions League akiwa na Barcelona katika ushindi wa 2-1 dhidi ya Newcastle United Football Club, akianza golini na kucheza dakika zote 90 za mchezo. Siku 8 baadaye, tarehe 26 Septemba 2025, baada ya kucheza kwa dakika zote 90 katika ushindi wa goli 3-1 wa Barcelona dhidi ya Real Oviedo katika La Liga, Garcia alipasuka kwenye meniscus ya goti lake la kushoto. Baadaye alifanyiwa upasuaji na akapewa muda wa kupona wa wiki 4 hadi 6. Mara baada ya hapo, kwa kukaa nje kwa majeraha, Garcia alirejea kutoka kwa jeraha mnamo 2025 tarehe 22 mwezi wa 11, sanjari na kurejea kwa Barcelona Camp Nou, akianza katika ushindi wa bao 4 wa klabu ya La Liga dhidi ya Atletico Club baada ya kupona kutoka kwa upasuaji wake wa goti. Garcia amekuwa muhimili muhimu kwenye kikosi cha Barcelona. Amekuwa akifanya save nyingi na kuinusuru Barcelona kupoteza mchezo. Hii inajidhihirisha kuwa Joan Garcia amekuwa kipa bora, ambapo mpaka sasa hivi anazidi kuitetea na kuisaidia Barcelona katika ligi zote ambazo anazoshiriki msimu huu wa 2025-2026. Je, unampa max ngapi Joan Garcia? Je, amekuja kuwa muhimili mkubwa zaidi ya Ter Stegen, ama unamuonaje kwenye nafasi ya magolikipa bora duniani? Atashika nafasi ya ngapi? Dondosha komenti yako hapo, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment YouTube channel yetu ya Stein TV, na utuambie ni nani mwingine unamtaka kumsikia wadhifa wake na ubora wake na historia yake kwa ujumla. Ni mimi hapa msimuliaji wako Prix Mafoto. Hala.